Kwa niaba ya ujumbe wangu ambao tumeongozana nao kutoka wizarani, lengo la ziara yetu ni kujifunza. Taasisi ni muhimu sana katika majukumu ya msingi ya Wizara ya Viwanda na Biashara kwa mujibu wa instrument ambayo wizara imepewa ya kusimamia maendeleo ya biashara na viwanda ndani ya nchi yetu. Taasisi hii ni moja ya mimili mikubwa pamoja na udogo wake, lakini ni majukumu ambayo mnayo ni makubwa mno katika kuhakikisha kwamba mnakuwa nguzo ya haki katika ushindani wa soko. Nimependa theme timely justice in competition and regulatory appeals. Serikali inabeba jukumu la kudhibiti ushindani, lakini pia na mahusiano kati ya mzalishaji na mlaji. Lakini kwenye uhuru wa soko ni nguvu ya soko. Sasa nguvu ya soko ni mitaji, na mwenye mtaji ndiye anaamua azalishe nini. Serikali kazi yake ni kuweka taratibu tu. Sasa swali hapa, nani ambaye anamlinda mlaji, ambaye ndiye anawezekana kuwa ni victim kwenye huyu mnyororo wa uzalishaji? Hatuna misingi mikubwa ya kulinda mitaji ya watu wetu, lakini pia tuna wajibu, wakati hatuna muscles kubwa za kulinda mitaji kwa sababu ya sheria za kimataifa, kama nchi tuna wajibu wa kulinda Watanzania. Hilo jukumu hatuwezi kukaimisha kwa mtu, ni jukumu letu sisi. Lakini kulinda imani ya wafanyabiashara, kwa sababu tunazungumzia Vision 2050 ambayo 70% msingi wake huko kwenye private sector. Unapozungumzia private sector engagement kwenye uchumi, unazungumzia mtaji ambao umekuwa accumulated through different means ambazo zote zina riski. Mimi kusema ukweli, kwa muda mrefu nilikuwa naifahamu FCC, lakini kuijua FCT sijaijua zamani sana FCT. Kwa hiyo bado kuna umuhimu wa kuwekeza kwenye elimu kwa umma, kujua kwamba kuna watu wana mahali pa kukimbilia. Lakini wale ambao hawatendewi haki kwenye uchumi wa soko, wajue kwamba wana nguzo ya kuegemea. Ni katika muktadha huo, ushindani usiofuata kanuni, usiofuata taratibu, usiofuata kanuni za ushindani, maana yake tunarudi kwenye ule mfano wa Dr. Kiauke kuhusiana na mchezo wa ngumi, kwamba huyo mtu hashiriki kwenye mchezo, anashiriki kwenye mauaji. Na nyinyi kazi yenu ni kuzuia watu wa namna hiyo ambao wanatumia jina la mchezo kufanya mauaji. Kuingia kwenye biashara ukiwa na nia ovu, ukiwa na nia ya kutengeneza faida kwa kuumiza wengine, hiyo sio biashara. Hilo ni janga na kifo, na ni hujumu uchumi. Kwa hiyo mtu ambaye anaingia kwenye shughuli za kiuchumi, shughuli za kibiashara, akiwa na lengo la kuvunja kanuni ili kutengeneza faida, naamini kabisa jukumu lenu nyinyi ni kumsaidia kumlinda mlaji, lakini kusaidia kulinda maslahi mapana ya jamii yetu katika kuhakikisha watu wa namna hiyo hawana nafasi.